na nchi siku ile zilipoumbwa. Tayari tumefunika Biblia. Ukianza kusoma kuanzia mstari wa 5 unaingia kwenye historia. Ndio maana kote mbele huku kuna jirejea, yani yanajirejea. Haya yote tulioanza nayo nyuma huku yote yatakuwa marudio. Na yale marudio yanakutafsiria sasa namna ya kumuelewa Mungu. Unajua mwanadamu huyu alivyoumbwa alikamilishwa pale kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4. Kila kitu kilishia pale, mpaka usaliti na uharibifu ulishia pale. Kwa pale Mungu ameleta kitabu cha Ufunuo pale ili mwanadamu akombolewe. Sasa maisha ya mwanadamu ya uzima wa milele yanapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo tote. Haleluya. Ni mwanadamu huyu aliyepo sasa, ambaye leo mimi nasema ole wake ambaye anamkaidi mchungaji, hasikilizi maarifa na maadili ya baba yake ambaye ni mchungaji. Unajua mchungaji sio mchungaji tu, ni baba. Ni baba. Ni baba. Ndio maana mimi napenda, sisi walimu tunasema hivi, sisi walimu tunasema mtu akitenda dhambi kanisani ni kwamba neno la Mungu bado hajalijua. Hivyo tulivyo. Hatuwezi kusambaratisha kanisa. Hata mchungaji akisafiri sisi ni sawa. Maana tunafundisha mtu arudi kwenye asili yake. Yani ajifunze, arudi kwenye kanuni ya Mungu, sisi walimu. Kwa yoyote anayetenda dhambi ndani ya kanisa, tunaamini moja kwa moja huyu mtu bado neno la Mungu hajalijua. Tunasema asifukuzwe. Tumtazamie kidogo. Yani tumuangalizie tena. Tutafute namna tena ya kumrejesha huyu. Lakini mwinjilisti akiona mtu anatenda dhambi kanisani, anasema fukuza, ni makusudi, ni kiburi. Naye Mungu amemuitia hivyo. Mchungaji anasema wote ni wanangu hawa, wote ni wanangu. Sawa, na ndani ya nyumba mtoto mbaya na mzuri wamo, ila ni siri ya baba, ni siri ya mama. Bakaja wamo siku kubando pakutumwana ujo nunu akindile pa ujo siri ya moyo wake. Kwa nini siri? Na ndivyo hivyo ndani ya kanisa, ambaye anatakiwa kujua siri za watumishi za washirika wake ni mchungaji na mama mchungaji tu. Mimi mchungaji ningesema ombea fungu la 10, ningesema we unikome mwenzangu. Sio mwenye jukumu mimi. Ni kazi ya Mungu mwenyewe. Na Mungu amemteua baba huyu mwenyewe. Ndio mwenye kazi hiyo. Ndio anayeombea zaka. Sadaka haina shida, hata mtoto ataanza kumwambia ombea sadaka. Haina shida. Lakini zaka ni siri baina ya mtu na Mungu. Zaka hairuhusiwi hata mzee wa kanisa shemasi kufungua ajue ndani. Akifungua tu kule ndani tayari amejua siri za washirika wake. Anayejua takwimu ya washirika wake ni mchungaji tu. Na ndio maana jimboni huko wanabanwa. Hebu tuambie una washirika wangapi? Tuambie una washirika wangapi? Hawajawahi kutaja idadi ya washirika wake. Nina hakika hawajawahi kutaja. Unakuta umevumilia kwenye zaka, wamepita 2 hapa. Ina maana mapato ya wiki zima wamepita 2. Wengine wamepata 0. Ina maana wengine wamepata 0. Je, hatujapata chochote? Hatujapata 2,000 wiki zima? Kwenye 2,000 kuna 200 sio yako. Weka kwenye basha hiyo. Maana hapo unamwibia Mungu, na ukimwibia Mungu ni laana. Tayari unaoingiza watoto wako shimoni, tena si watoto mpaka ukoo. Maana Biblia imesema kwenye Malaki 3 kuanzia mstari wa 8 mpaka 12. Anasema mmeniibia, hamleti zaka kamili. Mchungaji anasema wewe ni mwaminifu, unaleta 40, maana yake mshahara 400,000. Unaleta 40. Kumbe upate 40, unapata 500,000. Upate 400,000 unapata 500,000. Lakini mchungaji anasema ni mwaminifu, analeta 40. Huyu ndio mshirika mwaminifu. Mungu ndo anapozungumza. Kile unachokipata ni sehemu ya shukrani kwa Mungu. Mungu asante umenipa 50,000, lakini 5,000 sio yangu, ni kurudishia Mungu. Kwa unarudisha kwa Mungu. Na Mungu anasema nyumbani kwangu chakula hamna. Mungu si tunasemaga ni roho. Mungu roho inakula. Nyumbani kwangu chakula hamna. Roho inakula chakula. Mimi na anasema na alikuwa uchi hamkunivika. Roho inavaa. Ndio ujishitukage sasa. Kwa Mungu anaposema huruhusiwi kumnyosha kidole mtumishi wa Mungu, manake Mungu yuko ndani yake. Unaponyosha kidole anaona na mnyosha yeye. Lakini wewe kwa sababu huna mimacho ya rohoni unaona na mnyosha mchungaji Ndarama. Ndarama huyo hata kama ni dhaifu. Ndarama huyo hata kama muonekano wake sio mzuri. Ndarama huyo hata kama hana, ni Mungu ameona huyu ana hekima. Hekima yake huwezi kuipima wewe. Yaani Mungu, kwani ukuwa wewe?
Kwa nini wewe ndio ukuwa balozi kijijini kwako? Kwa nini? Mungu aliona balozi wana hekima ya kimungu ndani. Hata kama ni mlevi, lakini kundi alilibeba nyuma yake ni Mungu amekaa ndani yake. Kamheshimu. Ukimheshimu utatangaza ibada njema nyumbani mwa Mungu. Ukimheshimu balozi na mwenyekiti, utatangaza Yesu unayemwabudu hapa. Watasema kanisa la pale msivunje, kavunjeni kule, ila la pale liache. Pasipo sisi kujua. Lakini matendo yako huko ndio yanayosababisha waseme Mungu wa pale ndio anastahili kuabudiwa. Hamna anayesema haleluya. Hey. Mzee wa kanisa, uko kuchati au una beti? Wengine wana beti. Nilishuhudia mimi mchungaji ana beti, nikazunguka haraka haraka hivi kuta yuko kubeti. Hai. Hata bauni yuko kubeti. Ndio maana wachungaji nikienda kwa nataka wakae hapa niwe na waona. Wana beti. Wanasema imehalalishwa na serikali. Kweli imehalalishwa na serikali. Lakini ni kamari. Kamari maana yake ni nini? Kwa Kiingereza kamari ni kasino. Tafsiri ya kamari ni kasino. Kasino maana yake, tafsiri yake kwa Kiingereza ni cash is not return. Hamjanielewa. Hakuna anayecheza kamari ya kara. Hiyo haipo. Kamari ni kuliwa, ndio maana ikaitwa kamari. Ingekuwa ya kura wasingeweka neno kamari, kuna neno lingine wangeliweka. Kamari ni kuliwa tu. Wanacheza mpaka wachungaji. Kwa sababu serikali imehalalisha. Serikali unapoanza kucheza, ukiweka hela yako, serikali inachukua chake. Umeelewa? Ukishapuna, mfano ukipuna wewe, serikali tena inachukua chake kabla chako haja kufikia. Inakata mapato yake. Kwa hiyo wewe umehalalisha kwamba hii hata Mungu ameiruhusu. Si Biblia inasema vya Kaisari mpe Kaisari. Sasa vya Kaisari kamari imeathiri ndoa. Kamari watoto wa watu wamekimbia ndani. Wake wamekimbia ndani. Hatuoni maendeleo ndani kwa sababu ya kamari. Kamari ni pepo kamili. Kamari ni shetani mwenyewe. Leo hii kamari za kubeti hizi asilimia karibu 90 ni wacheza kamari. Wote wanabeti. 10 tu. Je, wewe upo kwenye 10? Upo kwenye 90? Sisi lakini ukija hapa unashandalize, sio inatoka wapi hiyo? Manena kwa lugha inatoka wapi hiyo? Mwenza. Ishi hivyo hata kama kushandalize uwezi. Wewe ishi hivyo. Sisi tutajua tu na Mungu tu. Unatengeneza mazingira sisi kukuamini kwamba huyu anastahili sifa. Mwenzangu. Kumbe unajipalia kwenye makaa ya moto. Leo nataka nikwambie wewe ambaye upo hapa, wewe ambaye Mungu amekuteua uabudu hapa, haujapotea. Shikilie Mungu wako huyo. Ukihangaika na wachungaji wengine hujui. Mchungaji wenu amepambana, ameteseka sana. Usifikiri alikuwa huyu kwa muda aliyofanya kazi ya Mungu asingekuwa hivi. Angekuwa mbali sana. Lakini alikataa rushwa za kuvutwa. Alikataa vile vya kusema hamia huku. Alikataa vile wenda mama mchungaji, wewe baba nongi, wewe baba. Watu kutupa ni gari kura. Watatupa na gari. Mama mchungaji akasema hapana mama. Hapana, Mungu ametuitia hapa. Hata kama pana washirika 3. Hata kama pana washirika ambao hawajitambui. Hata kama pana washirika ambao watoi sadaka. Hapa Mungu ametuitia hapa. Wale ndio watoto wetu. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Biblia inasema hivi. Wagalatia 4 sura ya 19. Biblia inasema hivi. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu. Utungu ni zaidi ya neno uchungu. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu, kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Huyu ni mchungaji sasa. Huyu ni Paulo sasa. Mtume Paulo amekamatwa, anapelekwa gerezani. Tazama, hajionei huruma yeye kwenda kungatwa na kunguni. Hajionei huruma yeye anaacha watoto ndani aliowazaa. Anaonea huruma kanisa. Mchungaji anaonea huruma kanisa. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu, kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Yaani kuna wakati anatamani aende kwenye mialiko, lakini Kristo hajaumbika ndani yako. Na wewe hebu jionyeshe kwamba mchungaji, nimekuwa sasa. Yesu niliye naye, Yesu uliyemweka ndani yangu, ngoja nikuonyeshe. Hujawahi kumuonyesha. Yaani hapa hakuna waliokopi vya mchungaji wao. Hawapo.
Nitaka tupite huko tuone, ni Ndalama hapa nini? Tunaangalia tunakuta ni mtoto wake. Yaani sisi ndio wakina Ndalama hapa. Huu ni ukoo wa Ndalama huu. Ni watoto wa Ndalama. Namna anavyowapambania. Haoni yeye raha za kupewa magari, haoni yeye raha za kupewa pikipiki, haoni yeye raha za kujengewa makanisa mazuri. Anakataa. Anasema pale wale wanangu Mungu amenipa ni watunze. Sasa na wewe hebu mshike nyuma. Na wewe hebu mkamate mkono kwa chini huku, maana wanachoka, amevaa mwili. Wanachoka. Nasema anayesinzia kanisani msimuamshe, nyumbani kwake anaminywa na wachawi sana. Mwache asinzie huyo. Hapa hawawezi kuja wanaominya nyumbani, hawawezi kuja. Kwa hapa ndio pumziko. Anasema nalifurahia waliponiambia twende wapi? Nyumbani mwa Bwana. Sasa nyumbani mwa Bwana mtu anasinzia, ndio huko ndio amepata nafasi. Nyumbani halali anaminywa huyu. Mwache asinzie. Nyumbani asinziage. Anatamani ibada ziendelee hata wiki nzima, tunakaa hapa tu, maana ndio raha, ndio burudani. Atashituka, atajikuta naye amedakia umombo, hata kama step haiendi upande huo, unakuta kumbe na usingizi bado hujamtoka. Jamani, nani mwa Mungu kuna raha tele. Kuna raha tele. Nimekuja hapa baada ya kuchunguza. Mungu aliye ndani ya mchungaji wenu ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Si watanini, Mungu anayestahili kuabudiwa. Haleluya. Tumesema Biblia nzima na sura moja tu. Sura ya kwanza na sura ya pili mstari wa 4. Unakuwa umesoma Biblia yote. Kule mbele ni marejeleo. Yaani ni historia inafafanua haya hapa yote. Sawa na kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kina sura moja tu. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kinaishia hapa. Kitabu cha Ufunuo. Sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Pale pamebeba uhalisi yaliyomo kwenye kitabu chote cha Ufunuo. Vitabu vyote 22 viko pale. Panaposema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi. Tena naye akatuma kwa mkono wa